Tafsiri yake ni kwamba kama mnavyojua, tumetoka kwenye uchaguzi, tumeenda kwenye kipengele cha kuapa. Mimi kama mbunge nimeapa kwa mbunge rasmi wa jimbo la Ukonga, lakini pia madiwani wameapa kwa madiwani wa kata za jimbo la Ukonga. Nikaona ni vizuri kabla tujaanza kuingia, tulishaingia kidogo, lakini kama hatujajikita kwenye majukumu yetu, nikaona ni vizuri tumie nafasi ya kukutana pamoja, tuzungumze, tubadilishane mawazo na tuone namna gani jimbo letu la Ukonga litafanya vizuri kwenye idara na sekta mbalimbali. Kwa hiyo tulikuwa leo kwa kujaliana kufanya mpango kazi na tumekubaliana mambo ya msingi. Tunajua matatizo ya wananchi wetu, tumejadili na tutaifikisha kwenye vikao husika. Miongoni mwa mambo tulijadili mambo ya miundombinu, mikopo ya kina mama, vijana na walemavu. Tumejadili pia swala la afya, wazee wetu wenye umri wa miaka 60 kwenda mbele, lakini wajawazito na watoto walio na umri wa chini miaka 5. Lakini tumejadili pia swala la kuwezesha vijana wetu, mama zetu mitaani kuweza kufanya shughuli za uzalishaji, hasa swala la ufundi stadi. Ni mambo ambayo tumejadili na tumekubaliana kimsingi. Na bahati mbaya tu kama hatukuwa na printer karibu, tungeweza kuwapeni hata ya mambo ambayo tumeazimia, lakini kwa vyovyote mtayapata na nitawatumia, mtayaona. Mimi naamini wananchi waendelee kuamini kwamba wamepata mbunge mwakilishi, wamepata madiwani wawakilishi, na hatutakuwa madiwani ama wabunge wa mitandaoni. Sisi tutatembelea wananchi, tutakaa na wananchi na tutawaita wananchi watuone sisi ni sehemu yao na wasiwe na hofu. Kwa mfano, mimi kama mbunge nimetega siku 3 kwa wiki. Itakuwa ni siku ya Jumanne, siku ya Alhamisi na siku ya Ijumaa, ambayo nitakuwa nasikiliza wananchi kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 9 mchana. Lakini ofisi zangu pia zinapatikana kwenye ofisi ya afisa mtendaji wa kata ya Pugu, hapa jirani ndio ofisi ya mbunge inapatikana. Lakini pia nina katibu ambaye atakuwepo kila siku kuanzia saa 2:30 asubuhi hadi saa 9:30 mchana. Kwa hiyo wananchi waje, wasogee, walete changamoto zao. Lakini vivyo hivyo tunategemea na madiwani watatengeneza ratiba kwenye kata zao, wawe na siku 2 na masaa ambayo watapatikana ili kuweza kusikiliza changamoto. Haya ni mambo yote tumekubaliana kwa pamoja, na ninaamini tumekaa kwa hiari, tumekubaliana na tutatekeleza hichi tunachokisema. Kwanza bahati nzuri madiwani wazidi umri, lakini robo 3 yao ni madiwani, ni vijana ambao wamekuwa wakiniona, tunajuana pia na wafahamu. Kwa hiyo hakukuwa na hizo changamoto ambazo watu wanafikiria. Umeelewa? Wote tumejua. Kwanza tulikubaliana kimsingi tuna vyama tofauti, lakini pale tupo kama serikali, tunafanya shughuli kwa ajili ya wananchi, kuwakilisha kwenye serikali. Kwa hiyo tuna dhamana maalum. Sasa ndio maana hata kwenye kura hatupigiwi kura kwa vyama vyetu, napigiwa kura hata na mwananchi asiyekuwa na vyama. Tafsiri yake ni kwamba vyama tuweke pembeni, tusimame kwenye mambo ambayo ni ya msingi kwa ajili ya maendeleo ya jimbo letu. Kwa hiyo sina shaka. Siwezi kumsemea mengi, tumesema kwenye kampeni, lakini nachosema tu kwamba ni mbunge nitakayepatikana kwenye ofisi, ni mbunge nitakayesikiliza changamoto na kutoa ushauri wa aina mbalimbali. Ndio maana nimeweka bayana ofisi yangu ilipo, na waje wananchi, wasifikirie mgumu. Kuna watu wanadhana mbunge hawezi kuwa karibu na wananchi. Mimi najitahidi na naomba wananchi wawe karibu na mimi, tupeane taarifa. Unajua ubunge sio ajira. Ubunge ni nafasi umekubali kuwatumikia watu. Ndio maana kwenye fomu zetu zile unajaza kazi yako maalum. Sawa? Kwa hiyo nimejaza nikiwa najua na shughuli zangu, lakini nimejaza nikiwa najua naweza kuwahudumia wananchi. Kwa hiyo wananchi wenyewe wataangalia, lakini kitendo cha kunichagua mimi maana yake walishaona tofauti toka kipindi hicho cha kampeni. Kwa hiyo tunawataka wananchi wawe karibu na ofisi ya mbunge, wawe karibu na mbunge, na mimi nitakuwa karibu na mbunge.